Zama za wanazuoni wakubwa wa kina Ibn Taymiyyah palikuwa kuna utawala mwingine wa watu wa Mongolia. Hawa watu walikuwa wanaongozwa na Tatari. Wakati walipotaka kuivamia nchi ya Iraq na kuondoa utawala wa Kiislamu uliokuwa katika nchi ya Iraq, moja kati ya njia walizoweza kuzitumia ilikuwa ni kutuma mihadarati ambayo lengo lake ilikuwa ni kuwatengeneza vijana wa Kiislamu nchini Iraq waweze kutumia mihadarati kwa maana ya kuharibu nini? Kwa kuharibu akili zao. Biashara hii ilitumwa kwa muda mrefu. Vijana wa Kiislamu walipoingia katika, ulevu ulipoingia katika miili yao na fikra zao, wakawa hawajui nini cha kufanya. Ile nguvu kazi ya uzalishaji ikawa imefanyaje? Ikawa imepungua, kwa sababu sera ya Uislamu pamoja na kufanya ibada, lakini inahitaji kuwa na madaktari, inahitaji kuwa na walimu, inahitaji kuwa na wakulima, tunafanyana vizuri, inahitaji kuwa na wahandisi, inahitaji kuwa na mainjinia, inahitaji kuwa na watumishi ambao watakaokamilisha ile nadharia yenyewe ya Uislamu katika kuitumikia nini? Jamii yao. Sasa nguvu kubwa ambayo inayotakiwa kutumiwa ni nani? Ni vijana. Kwa hiyo hawa vijana hawa wakawa wameharibiwa kwa kupitia mihadarati, ulevi. Kama vile leo tuseme kwamba vijana wetu wengi wameharibika katika kubeti, vijana wetu wengi wameharibika katika kamari, vijana wetu wengi wameharibika katika maisha ya anasa, vijana wetu wengi wameharibika katika unywaji wa pombe, bangi na madawa ya kulevya. Kwa hiyo hii ilitumiwa kama silaha wakati huo kukiangamiza kizazi cha Kiislamu. Baada ya fitra, wale walipojiridhisha kwamba Waislamu sasa hawana tena nguvu kazi, wakaingiza nini? Wakaja wakaingiza jeshi na wakavalia. Walipovamia wakafanya mauaji makubwa mno, kiasi kwamba hata vile vitabu vingi vilivyokuwa vimeandikwa na wanazuoni wakati huo vilichukuliwa na kutumbukizwa katika Bahari Nyekundu. Mauaji yaliyofanyika, maana yake wanasema kwamba chanzo cha kuitwa Red Sea, ile Bahari Nyekundu, ni kutokana na wingi wa damu za Waislamu waliokufa katika kipindi hicho. Kama ile bahari iligeuka nyekundu kwa wingi wa damu. Ndiyo ikawa sababu pia baadhi ya wanazuoni walioponapona ndio wakakimbilia nchini Misri kupata hifadhi. Kwa hiyo vile vile vinatumika kama njia ya kuja kufanya kutoharibu. Ndio maana leo unaweza ukakaa ukashangaa katika baadhi ya maeneo, kila kona unakutana na baa. Uweze ukakata mitaa miwili mitatu, mfano katika jiji la Dar es Salaam, uweze ukakata mitaa miwili mitatu, lazima utakutana na baa, watu wanakunywa bia. Lakini leo tunapozungumza, tathmini inaonyesha vijana wengi wa Kiislamu ndio waathirika wakubwa wa madawa ya kulevya. Lakini leo tunapozungumza, vijana wa Kiislamu ndio wengi wanakutana ni mashoga, pamoja kwamba na wengine wapo, na viongozi wanaliona hili, hawataki kulikataza kwa maslahi yao binafsi, sio maslahi ya taifa. So maslahi ya taifa yanahitaji uwekezaji katika rasilimali watu. Sio utapata wakulima, sio utapata madaktari, sio utapata walimu, lazima uwekeze. Lakini leo unakuta hakuna. Inaonekana ni jambo tu la kawaida. Kwenye mitandao tena hawaogopi, wanajidhihirisha wazi. Naweza kukuta mtu ametoa kibali kabisa na ruhusu mambo haya yafanyike. Lakini hawa watoto wanakuwa wanaona
wakishaona wanaona lile ni jambo la nini. Lakini ufuatilia utaambiwa kuna msaada huko, kuna mashirika yanatoa nini, yanatoa misaada na kufadhili mambo haya. Kwa hiyo dini yetu ya Kiislamu na sheria, moja kati ya misingi yake na makusudio yake hifadhu nini? Hifadhu al-aqli, ni kuhifadhi akili ya binadamu. Hayo mataifa yote tunayoyaona leo ambayo yanakuwa yanatishia ulimwengu ni kwa sababu walihifadhi akili ya kizazi chao. Walihifadhi akili ya kizazi chao. Ndio maana leo wanashindana katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Hifadhu al-aqli. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutahadharisha kutumia kila kile ambacho kitakachosababisha kuharibu nini? Kuharibu akili zetu. Lakini malengo mengine katika kuhifadhi akili ni pamoja na kuwekeza katika elimu. Sio, tumeelewana vizuri? Yaani katika kuhifadhi akili ni pamoja na kuwekeza kwenye elimu, na hasa elimu ya vyuo vikuu. Na mara nyingi mimi huwa nasema wazi kama sehemu ya sala yangu kwa viongozi, hitajio letu sisi Waislamu, vijana wa Kiislamu leo na kesho, ni hitajio la uwekezaji katika akili, kwa maana ya kuwekeza katika elimu na hasa elimu ya vyuo vikuu. Umma wa Kiislamu leo unazingatiwa kwamba ni ummatun mutakhalifa, mujtamaa mutakhalifa, ni jamii iliyobaki nyuma an majalati al-iqtisadiyya, fi majalati al-iqtisadiyya, katika upande wa uchumi. Lakini tumebaki nyuma, mutakhalifa min nahiyati sihhiyya, katika upande wa afya. Hatuna hospitali. Tumeona vizuri? Tumebaki nyuma, adamul madaris, hatuna shule. Tumefahamiana vizuri? Hatuna shule zinazokwenda sanjari na mahitaji ya vijana wetu wa Kiislamu, tuwatengenezee. Hatuna. Maeneo mangapi hayo? Matatu. Pamoja na wingi tulionao, lakini ile sera madhubuti ya kwamba tuna shule zetu za msingi, tuna shule zetu za sekondari, tuna vyuo vikuu, maanake hawa vijana wakitoka huku waende mpaka kule, wanakuwa wanaishia hapa katikati. Ni shule za kati unakuta ni wengi. Ukija huku sasa chuo kikuu unakuta ni wachache, na maana wengi hapo wamefanya, wameisha, wamepotea. Wakati wenzetu wana vyuo zaidi ya 45, sisi tuna chuo kimoja. Lakini wingi tulionao, maana yake kizazi chetu hakiwezi kufanya, hakiwezi kufikia yale malengo ambayo tunayoyataka. Sasa ni lazima tuwe na sera, na sera ya kwanza ya mafanikio ni nini? Ni elimu. Kuna kipindi huwa tunalalamikia wenzetu waliweka memorandum of understanding. Ni kweli na walikuwa sahihi. Sasa swali litakuja, sisi tulishibaje? Lakini muda mwingi tunautumia katika kutoa lawama. Tunalaumu sana kupita maelezo, lakini tunalaumu katika nyakati ambazo walikuja watu kutoa misaada ya kutengenezwa vyuo, nyinyi mkahitaji msikiti bila kujua hawa wanatakiwa kuja kusali wanahitaji nini? Wanahitaji nini? Katika kipindi ambacho wenzetu wanalima, nyinyi hamfanya, hamtaki kulima. Leo tunalima sisi. Hatuna sera ya kilimo.
hatuzalishi. Maana sisi tunatumia kile kinachozalishwa na wengine. Uchumi tulionao unaojadiliwa kwamba tunajadili maendeleo, tunajadili maendeleo ya taasisi moja badala ya kujadili maendeleo ya umma. Local development sivyo? Tunajadili maendeleo ya taasisi moja tu, kajenga katoa mchoro hospitali hapo safi. Tunachotaka sisi ni ile sera ya maendeleo ya umma. Unapowekeza kwenye elimu, maana yake unakuja kuokoa umma mzima. Hata hizi taasisi zetu zitapata nafasi kubwa baadaye. Al-aqli. Sasa jambo lingine ni hifdhu an-nasl. Hifdhu an-nasl. Zingine tutakuja kuzimalizia. Kuhifadhi kizazi. Kuhifadhi nini? Kizazi. Kwamba maendeleo yote ambayo unayoyaona wewe duniani, utekelezaji wake unahitaji rasilimali watu. Ndio maana leo ukitazama jamii ya Wachina na Wahindi, sehemu ya kwanza ya kujivunia uchumi wao kuwa na nguvu ni nini? Rasilimali watu walionao. Kwamba wewe hata usiponunua bidhaa yao, wao wana uhakika kwa kupitia rasilimali yao ya ndani watafanyaje? Watauza. Ndio maana sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika tafsiri ya maana hiyo akaelezea katika hadithi yake kwamba mashuhuri, tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umama yawmal qiyamah, owaneni mwe wengi nipate kujigamba kwa kuwa na umma mkubwa siku ya nini? Siku ya Kiyama. Umma uliojaa maarifa, umma unaozalisha na wengine